بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ni haki waja Allah tuanze wa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi yasikia mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo sina budi waislamu kupandia ngazi ni wasia ambao nakuhusieni, kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuogope Allah tabaraka wa taala, tuwe wenye kusikia na kutii, maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Aina dumuu at-taibin. Hiyo ndio unwani, ndugu zangu, ya kisomo chetu cha leo, ambapo tayari tumeshamaliza sehemu ya kwanza ya mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, na sehemu ya pili tunakaribia kuimaliza, ishara ya kwamba Ramadhani inakurubia kuondoka. Kalenda inatuashiria tarehe 17 kama sikujidanganya, watukufu wa Islam. Waja wa Allah, aina dumuu at-taibin, machozi ya wale wenye kutubia, ya wale waja wenye kumwomba Allah msamaha, kiukweli yako wapi? Ukitazama hali ya Uislamu, yako wapi machozi ya waja wenye kutubia na kurejea kwa Allah, haswa katika hii fursa ambayo tumepewa dhahabia, fursa ya hali ya juu ya kudiriki mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, ma ahla ismillahi at-tawwab. Ulioje utamu, ndugu zangu, waja wa Allah, wa moja katika majina ya Allah at-tawwab, mwingi wa kusamehe. Ulioje utamu kulisikia hili neno, ndugu zangu. Yu'til mudhniba amalan, ni jina ambalo, ndugu zangu, kwa mtenda madhambi linampa moyo, anna hunaka rabbun yaghfiru dhunub, ya kwamba yuko Mola mlezi mwenye kusamehe madhambi. Aina dumuu at-taibina, yako wapi, ndugu zangu, machozi ya wenye kutubia? Allah tabaraka wa taala anaitwa ni at-tawwab, mwingi wa kusamehe, jina ambalo linampa mtenda madhambi moyo, liyabdaa min jadidin wa yakhruju min dairati al-ihbat, ili mtenda madhambi huyo aanze mwanzo, fungua dosie mpya na Allah. Badilika ndugu yangu Muislamu, hujui yawezekana hii Ramadhan ndiyo yako ya mwisho, ya mwaka kesho itakuja, usishangai kukute we haupo. Waja wa Allah, ni fursa ya mtu kuanza vipya mawasiliano yake yeye na Allah, kuyarekebisha na kuondoka katika mduara, katika kundi la wale waja ambao wenye kuchanganyikiwa, wamechanganyikiwa na dunia. Fa innana ibadallah na'budu rabban, eleweni waja wa Allah, tunamwabudu Mola mlezi, ismuhu Tawwab al-Ghafur. Tunamwabudu Mola mlezi
miongoni mwa majina yake At-Tawwab, miongoni mwa majina yake Al-Ghafur, mwenye kutoa msamaha, mwenye kuwahufiria. Na haya maneno mawili muda uturuhusu, ingalao kwa ufupi. Neno tauba tu, ndugu zangu Waislamu, linafasiriwa haswa na wanazuoni mambo matatu. Kwa wakati uliopita wa umri wako, unajutia mabaya uliyoyafanya na mazuri ambayo hukuyafanya, na wakati wa hivi sasa unaacha mabaya ambayo unayafanya na unaanza kufanya mazuri ambayo ulikuwa huyafanyi, na wakati ujao kwenye mustakbal unamwahidi Allah ya kwamba hutorejea tena katika maasi. Hiyo ni tauba. Ama al-istighfar, ama neno kuomba msamaha, wanawazuoni wamelipa tafsiri ya maneno mawili mazito waja wa Allah. Cha kwanza ni satrun fi dunya. Allah, unaposema astaghfirullah, unakuwa unaomba sitara ya Allah, akusitiri Allah, akulinde Allah hapa duniani na akukinge na adhabu hiyo siku ya masiku mbele ya Allah. Allah anaitwa Tawwab, Allah anaitwa Al-Ghafur. Aina dumuu taibina. Pamoja na sifa hizo nzuri na majina hayo mazuri na sifa nzuri ya Allah, yako wapi machozi ya wale wenye kutubia? Ndugu zangu Waislamu, mbona roho zimegeuka? Mbona roho zimekuwa ngumu? Ramadhani inavyokwenda ndivyo Waislamu wanarudi nyuma. Ubora wa Ramadhani unaenda unaongezeka, watu wanarudi nyuma. Msikilize Allah tabaraka wa taala anavyosema: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Sikilize maneno ya Allah katika kitabu la raiba fihi. Allahu akbar, kitabu hamna shaka ndani yake. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan adhima. Maneno ya Allah surati Nisa. Allah tabaraka wa taala anasema wallahu yurid, Allah anataka wewe utubie. Allah anataka hilo neno alisikie litoke kinywani mwako, hilo neno alione limejificha, limegandamana, limekita ndani ya moyo wako. Allahu yurid, Allah anataka. Ndugu yangu Waislamu, aina dumuu taibina, yako wapi machozi ya wale wenye kutubia kwa Allah? Wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah anataka akusameheni, Allah anataka aone majuto yenu, anataka aone namna mnavyojikwamua ndani ya maasi, anataka isikie ahadi nzito mnamwahidi ya kwamba Allah, nilivyokuwa kabla ya Ramadhani nitabadilika. Wallahu yurid, Allah anataka. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat, lakini kuna kundi kupembeni linaongozwa na mashaitani min aljinnati wan nas, mashaitani wa katika watu na katika majini, linakuvuta wao, wanataka upinde ukweli wa kupinda, waachane kabisa na mambo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, wama adraka matauba, ili neno kilisikia kutubia unasikia nini? Ndugu yangu Muislamu, hayaun asimun, ni haya ambayo imejificha ndani ya nafsi inayokuziwia kumkosea Allah. Pindi wakati unapotaka kuingia katika dhambi, unapotaka kuteremsha nguo zako kwenye uzinifu, unapotaka kwenda mushirikina, unapotaka kulishika chupa la pombe, unapopita msikitini adhana inatolewa hauingii, kuna haya ambayo imejificha ndani ya nafsi inakwambia la, achana na hayo. Allah anakuona, Mola wako anakuona. Usiabudu Ramadhani, muabudu Mola wa Ramadhan. Aina dumuu taibina, yako wapi ndugu zangu Waislamu machozi ya wenye kutubia? Haya ndugu zangu, tauba ndugu zangu ni haya yenye nguvu ya kumzuia mtu kuingia katika maasi. Buka wa bukaun daimun, ni yale machozi yenye kudumu ya muda mrefu, unakaa unalia,
unafikiria hali yako. Wallahi ndugu zangu Waislamu, roho zetu ndugu zangu, fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, zimekuwa ni ngumu, usilinganisha hata na mawe. Aje ndugu yangu Muislamu, wallahi Ramadhani nzima hujadondoa machozi kwanza kuona hii neema jinsi umediriki huu mwezi, halafu muombe Allah msamaha. Wanadamun ala ma fat. Tauba ndugu zangu, maana yake nyingine, tafsiri yake, siri yake ni majuto kwa yale mema yaliyokupita au kuyafanya. Ni swala ngapi haukusali kabla ya Ramadhani? Wallahi wanatoa adhana huko katika mji wetu huyu, na wakati mwingine adhana unaisikia unatangaziwa wewe Allahu Akbar, kwamba Allah ndiye mkubwa wa ghairuhu asghar, viliobaki ni chini. Unapita wima nyumba ya Allah. Nadamun ala ma fat. Lazima haya siri yake ni kujuta mazuri ambayo yalikupita na kujuta mabaya uliyoyafanya ndugu yangu Muislamu. Wastiqbalu lima huwa at. Kisha sasa uelekee mazuri ambayo yako mbele yako. Allah amekukirimu mwezi huu wa Ramadhan. Allah amekukirimu mwezi huu wa Ramadhan. Allah anasemaje na kitabu chetu kitukufu ndugu zangu? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sikia matangazo. Aina dumuu salihin, aina dumuu taibin. Yako wapi machozi ya waja wema? Yako wapi machozi yenye kutubia? Allah anatangaza wa man ya'mal su'a. Allah anatujua kama sisi ni binadamu, anajua udhaifu wetu. Yule atakayefanya maovu, thumma yastaghfirillah, kisha akamuomba Allah msamaha, akamuomba Allah sitara duniani, akamuomba Allah mkinge na adhabu kwa akhera kwa kuacha maasi, yajidillaha, Allah anasema utamkuta Allah ghafura rahima, mwingi wa huruma, mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Waja wa Allah. An ibn Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil. Katika kila hadithi ndefu kidogo tutakwenda nayo na haraka ndugu zangu Waislamu. Anatuambia mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama amezungumza maneno ya ajabu, akawapa kisa masahaba zake cha waliopita kabla yao katika Bani Israila. Akasema mtume, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Akawakumbusha kwamba alikuwa mmoja kabla yenu, enyi umma wa Kiislamu, alipita mtu kabla yenu katika Bani Israil kwa maasi na madhambi aliyoyafanya. Aliua nafsi 99, alimwaga damu ya watu 99, anachoma kisu, hana uoga, hana tinya ya damu, watu 99. Lakini ikafika nafasi akakaa chini, ila mata, nitaendelea hivi mpaka lini mimi? Mwisho wangu ni wapi? Na hili ndo tunalolikosa, anadam, kujuta ndani ya nafsi yako. Mwaka mzima uko nje ya msikiti, hausikii haya. Mwaka mzima uko katika zina, hausikii haya. Mwaka mzima uko katika ulevi, hausikii haya. Mwaka mzima uko katika shirki, hausikii haya. Mwaka mzima unamkosea Mola wako, amata stahi ila mata, mpaka lini? Aina dumu taibina, machozi ya kutubia ndugu zangu wako wapi? Rajul qatala 99 nafsa. Msikilize huyu, nafsi 99. Ala kulli hali, hamjalingana. Wewe bado tunaweza tukasema katika lugha ya mjini, lugha nyepesi, kuna unafuu kwako. Ni kweli una maasi, lakini hujafikia ngazi ya kuoa nafsi. Ndugu zangu Waislamu, ikamjia fikra nitaendelea mpaka wapi? Sasa ala an a'lama ahli al-ardhi, akenda kuuliza, jamani, ni mtu gani mwenye ujuzi na suala langu nataka nimuulize? Fadulla ala rahibun, Allah ala rahibin, akaelekezwa kwa mtu mfanya ibada, sio msomi. Alipomsogelea akamuuliza, akamwambia, ndugu yangu, kuna mtu, hakujisema yeye, kuna mtu ambaye ameua nafsi 99, fahal lahu min tauba,
hivi akikaa chini akamwambia Allah nisamehe, sitarudi, akajutia nafsi yake, atapata msamaha? Qala la. Huyo alikuwa sio msomi, akasikia ampler ya nafsi 99. Fikiria damu huyu mwaika kama mto, akaambia nafsi ngapi? 99. La. Na wanawazuoni wetu, ndugu zangu Waislamu, wako makundi mawili kwenye hukumu ya tauba ya mtu mwenye kuua. Utata, ndugu zangu, umejificha ndani yake. Ndio, ukiua unaweza ukatoa fidia kama alivyosema Allah, ukawalipa ndugu zake na yule aliyeuliwa, lakini yule uliyemuua kesha kufa, utamwombaje msamaha? Yule uliyemuua tayari ameshakufa, haiko duniani, utafanyaje? Wakasema kundi la kwanza, kwa hali hiyo mwenye kuua hana msamaha mbele ya Allah, hana msamaha. Kundi la pili wakasema hapana, ana msamaha. Vipi? Akitubia tauba ya ukweli, Allah tabaraka wa taala atapoona ukweli ndani ya nafsi yake, akajuta kwa aliyopita na akaacha kwa wakati wa hivi sasa, na akaamua akamwahidi Allah kwamba atarudi, na kweli akawa mkweli, pamoja na kuwa alimwaga damu, Allah atatoa msamaha, atampa msamaha hapa duniani, na siku ya Kiyama yule aliyeuliwa atapotoka kaburini, akambana kwenye mashati, akambana, akampeleka mpaka mbele ya Allah. Allahumma salhu, Mola wangu niulizie, lima khatalani, kwa nini aliniua huyu? Allah kwa ile tauba ya ukweli utakayokuwa umeifanya duniani, Allah atamuuliza mja wake, unataka nikupe nini? Sema huyo mtu wangu ametubia, kosa lake dhamana mimi ndio nitalichukua. Dhamana Allah anaibeba. Aina dumuu ataibina, yako wapi ndugu zangu machozi ya wale wenye kutubia? Watukufu Islam, alivyoambiwa huyu mja kwamba hana tauba, akachomoa kisu, akamwambia basi na wewe namalizia, akaua, akaeneza nafsi 100 waja wa Allah, nafsi 100. Fikiria huyo uzito wa hilo jambo. Lakini nyumbani roho haimkubali, roho inakataa, mimi kweli nimeshaua, lakini kweli Allah hawezi kanisamehe. Thumma saala an a'lama ahli al-ardh, akaendelea kuuliza, jamani, hakuna mjuzi mwingine? Fadulla ala rajulin alim. Turi ya pili, Allah alivyoona ukweli wake na mnavyo anavyotafuta tauba, Allah akamwelekeza, watu akamwelekeza kwa mtu msomi, akamsogelea, akamwambia innahu qatala 100 nafs, kuna mtu ambaye ameua nafsi 100, fahal lahu min tauba, hivi akimwomba Allah msamaha atapata msamaha? Yule mwana chuoni akumpotezea muda, atamfungia milango ya tauba. Qala naam, fauran, papo hapo akamwambia ndiyo, msamaha nao. Waman yahulu bainahu wa baina tauba, nani anaweza akawa kizingiti kati ya huyo mja na tauba ya Allah? Nani anaweza akawa barrier? Nani anaweza akawa ukuta wa kuzuia usiupati msamaha wa Allah? Akitubia Allah yuko tayari kumsamehe. Furaha ilijaa ndani ya nafsi ya yule jamaa, furaha ilijaa mpaka yule mwanachuoni akaona huyu kijana ni huyu, akamwambia intaliq ila ardhi kadha wa kadha, lakini ninavyokuona kijana, ili tauba yako ikubaliwe, ondoka uende katika ardhi fulani, fa inna biha unasan ya'buduna Allah, huko kuna watu wenye kumwabudu Allah, fa'budillaha ma'ahum, nenda ukasaidizani nao kumwabudu Allah. Allah anatufundisha kuwa na warafiki wema. Ukitoka tu Ramadhani, tizama warafiki wako, ni dalili ya kwamba Ramadhani yako imekubaliwa, ni dalili ya kwamba saumu yako imekubaliwa. Nakupa mzani mmoja tu, ukiona Ramadhani imeisha ukarudi kwa wale marafiki waovu, ni ishara ya kwamba ulishindikiza wenye kufunga, haujakubalika mbele ya Allah. Allah akikubali atakutoa katika kundi bovu. Sheikh akamwambia nenda huko, kuna watu wema, kama abudu Allah pamoja nao, nenda huko. Wala tarji ila ardhik, wala usipime kurudi katika ardhi yako, fa innaha ardhu su, huko kwenye unatoka kwenye watu wako ni watu wabaya.
Kijana hakupoteza muda, fantalaqa hatta idha nasafa at-tariq, akaanza safari. Maana muda wa kurudi nyumbani, labda kifo kanikuta, kimejificha. Waja wa Allah, hatujua kama Ramadhani tutaimaliza, hatujui ndugu zangu. Akaona hapa hakuna cha kurudi nyuma, akaanza msafara. Alivyofika katikati ya msafara, ndugu zangu Waislamu, alivyofika katikati ya msafara, atahul maut. Tazama, kifo kikamdiriki. Yuko kwenye boda, kwenye mpaka wa nchi yake na nchi ambayo yuko naelekea yuko. Mauti yakamkuta. Walmautu yaati baghtatan, mauti anakuja ghafla. Umejifanya kwamba umesahau, unawaza na mbinguni umesahaulika. La, siku zako zinahesabika. Itapofika ndugu yangu utaondoka tu. Naam wallah. Kijana akamuitika Allah, fakhtasamat fihi malaikatu rahma, wakamgombania. Kundi mbili za malaika ziliteremka, delegation. Malaikatu rahma, malaika wa huruma wa Allah, wanajua ni mtu wa peponi, wakateremka. Na kikateremka kikosi cha pili wa malaikatu adhab, malaika wa adhabu, wanajua ni mtu wa motoni, wakateremka. Ikhtasamat, wakagombana. Malaika wa adhabu wanashangaa, mmefuatani, amemjua jamaa, qatalat 100 nafsan, ameua nafsi 100. Mnasema huyu mtu peponi, atapita wapi na hizi nafsi? Malaika wakawaambia, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Lakini msisahau, amekuja ni mwenye kutubia na mwenye kumwelekea Allah. Aina dumuu taibina, mwambie Allah leo hapa msikitini, zungumza na Allah ndani ya nafsi yako, uwe mkweli. Allah anakuona ndugu zangu. Yaalamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur, anajua khiana, kile kinachojificha ndani yake. Anajua khiana ya macho, ukitazama umetazama kwa nini, na anajua kilichojificha ndani ya kifua. Tayari kijana keshamuitika Allah, malaika wanagombana. Allah akaweka intervention. Allahu akbar, intervention min qibali al-jabbari, intervention, msaada wa haraka. Allah akatuma malaika bi surati adami, kwa sura ya kibinadamu. Wale walivyomwona ametoka mbele yao, wakamjalia awe hakimu baina yao. Malaika wa adhabu wanasema, huyu jamaa ameua watu 100. Sasa hawa wenzito wanakuja eti ni mtu wa peponi, aje. Malaika wa peponi wa huruma wanasema, hapana, amekuja ni mwenye kutubia, anamwelekea Allah, amekimbia maasi, lakini hajafanya chochote akawema. Yule malaika kwa sura ya binadamu akawaambia, mimi nataka niwashauri, mpime maiti yake kwenye milala. Mkikutana amesogelea, ameshaanza kuvuka mpaka, basi malaika wa huruma watambeba. Na mkikutana angaliki katika ile nchi aliyofanyia ndani yake madhambi, malaika wa adhabu mtambeba. Huyo wakati iko anasema hivyo, huruma wa Allah, ndugu zangu Waislamu, amara Allahu al-arda, Allah kayamrisha ardhi msogeze huko kwenye iko na kwenda. Wallah, Allah nafsi 100 ameweka chini, lakini Allah anampa huruma. Aina dumuu taibina, machozi wenye kutubia kwa wapi ndugu zangu? Kwa nini unashindwa kudondosha machozi mbele ya Allah? Walivyokwenda kupima wakutana, amemili kule kwenye iko naelekea, ameshasogea kule kwenye iko naelekea. Malaika wa huruma, ndugu zangu Waislamu, wakawa wamemchukua, ishara ya kwamba ni mtu katika watu wa peponi. Ndugu zangu Waislamu, ibadallah, inna litaubati ruhan wa jasada. Na kupasiri ndugu yangu Muislamu, hakika tauba ya ukweli ina mambo mawili, ruhan wa jasada. Tauba ya ukweli ina roho na ina mwili. Faruhuha istisharu qabhi almasiya, roho ya tauba ya ukweli ni pale kwenye mja aliyefanya madhambi anahisi ule ubaya wa kosa alilolifanya, anakubali ubaya wa kitu alichokifanya. Mimi nilizini, nilitondosha nguo mbele ya mwanaume baki ambaye sio mume wangu, nilivua nguo mbele ya mwanamke baki ambaye sio mke wangu. Sina ruhusa ya Allah,
unaona ubaya wa hilo jambo. Nilikwenda nikapiga magoti mbele ya mshirikina, mbele ya mfumo, mbele ya mpiga ramli, nilidhulumu hela ya watu, nilichukua chupa la pombe nikamwaga juu ya shahada. Unaona uzito? Hiyo ndio roho ya tauba ya ukweli. Lazima uone kwamba ulichokifanya ni kibaya. Wajasaduha, ama mwili wa tauba ya ukweli, al-imtina'u anha. Ni wewe sasa kushaona huyo ubaya, unajikwamua katika huyo ubaya, unajitoa katika hilo jambo libaya. Watukufu wa Islam, nakupeni bushra ya hadithi ya ajabu sana ya mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Kapokea sahaba mtukufu mtumishi wake miaka 10, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anin nabii sallallahu alayhi wasallam. Anas anatuambia kapokea kutoka kwa mtume wa Allah, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasemaje? Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi. Sikiliza maneno, sikiliza maneno. Liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa shahid. Wenye roho bado zingali na uhai, maneno kama vile haya anaziamsha. Mtume anasema lallahu ashaddu farahan, hakika Allah anayo furaha kubwa, ashaddu, furaha ya kupita kiasi, ya tauba ya mmoja wenu, bitaubati abdihi, ya tauba ya mmoja wenu, hina yatubu ilaihi, pindi anapotubia. Wallahi ukikaa chini umejipinda, unamwambia Allah, fa'altu khataya, Allah nimefanya makosa mimi, Allah nakiri nimekwenda kinyume na amri yako, Allah nakiri nimekukosea. Hiyo hali hiyo inamfurahisha Mola wako zaidi. Hina yatubu ilaihi, pindi mja anapotubia kwa Allah. Min ahadikum, Allah anayefuraha kuliko furaha ya mmoja wenu. Kana ala rahilatihi bi ardi falah, aliyekuwa katika kipanda, juu ya kipanda chake katika ardhi ya jangwa. Mtume anatupa mfano wa ajabu sana kwamba mtu mmoja alisafiri, ndugu zangu, aliyofika katikati mdesert, mbali kilomita maelfu na maelfu na mji, yuko juu ya kipandwa chake. Sasa akapatwa na jua, ikambidi apumzike. Famfalat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu. Kile kipandwa infalat, kikamtoroka, kikamkimbia. Ndugu zangu, amesinzia kidogo, anafungua macho hivi, hakuna kitu jangwani. Na katika jangwa wa Arabuni waliotembea, unaweza ukatembea 1000 kilomita 1000 uko jangwani, hakuna mti wala nyumba wala kivu, hakuna. Bimaana kipandwa kikipotea umekufa, na ni ardhi ya mchanga, tena mchanga mwepesi, unatembea miguu inaingia ndani. Sasa jamaa anashtuka, kipandwa hakuna, ngamia amekwenda. Na juu ya kile kipandwa, mbaya zaidi, ndo palikuwa chakula chake na kinywaji chake. Amebaki hana kipandwa, hana chakula, hana kinywaji. Faaisa minha, alihangaika ndugu yangu Islam, anakwenda kulia na kusoto, anapiga macho huku, alihangaika sehemu zote. Faaisa minha, mpaka akakata tamaa. Faata shajaratan fatajaa fi dhilliha, akaenda chini ya mti, fasi aliona pana kivuli kadogo, akasegamia pale, anapata faida basi ya kivuli. Hapo tu ndugu zangu, yantadhiru almaut, hakuna anachosubiri, anasubiria kifo. Anafika ameenda mbali. Ngamia amekwenda wapi? Kipando kimekwenda wapi? Sina maji, sina chakula. Ndugu zangu, mtume anatuambia Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, qad aisa min rahilatihi, ameshakata tamaa kipanda chake. Fabainama huwa kadhalika, alipokuwa katika hiyo hali ya kudua na kushangaa na kukaa na subiria kifo, idh huwa biha, sikiliza hii lugha, ghafla tahamaki, anainua macho hivi, anamuona ngamia wake kwa mbele yake. Allahu akbar, bila kuhangaika, ngamia amesimama mbele yake, qaimatan indahu,
amesimama mbele yake, fa akhadha bi khitamiha, hakufanya kosa, akaruka akashika kwenye zile kamba za ngamia asimkimbii kwa mara nyingine. Thumma qala min shiddati alfarahi, kisha kwa kuzidiwa na furaha akayasema haya maneno, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allah, wewe ndo mja wangu, wewe ni mtumwa wangu na mimi ndio Mola wako. Kageuza eti Allah. Haya kawaida ni kalimatul kufru, ni neno la ukafiri. Umwambie Allah ndo mja wako, yani wewe ndo umekuwa kama kwamba wewe ndo umemuumba Allah. Kwa furaha Mtume akasemaje? Akhtaa min shiddati alfarah, akawa amekosea kwa kuzidiwa na furaha. Yani furaha imempita mpaka akaweka maneno kichwa chini miguu juu, badala ya kusema yeye ndio mja akajiweka nafasi ya Allah. Lakini pamoja na hivyo halaumiwi na sheria kwa kuwa amekosea kwa furaha. Mtume akasema, mnaona furaha ya huyo? Sasa unapomuomba Allah msamaha, furaha ya Allah ni zaidi ya huyo mja. Aina dumuu taibina, yako wapi machozi ya wale wenye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala? Ibadallah, li ahli dhunubi thalathatu anhar yatataharuna biha, watu watenda madhambi wana mito aina mitatu ya kujikosha. Bushra, wana mito aina tatu ya kujikosha. Mto wa kwanza naharu taubati salih, mto wa kwanza ni mto wa kutubia tauba ya ukweli. Kama vile ulishachafuka, unaingia chumbani mwako au hapa msikitini, unajikontakti, unajiunga na Mola wako hapa msikitini, unazungumza na Allah mazungumzo ya nafsi, unamwahidi Mola wako, Allah, niliyoyafanya yanabaki hapa, sirudi, nitatoka hapa niko mtu mpya. Mto wa kwanza wa kujikosha, mto wa tauba iliyokuwa ya ukweli. Mto wa pili, ndugu zangu Waislamu, naharul hasanati almukaffira, ni mto wa mtu kufanya matendo yenye kukusaidia kuvuta madhambi. Kuna mazuri, innal hasanat yudhhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirina, hakika mema huvuta mabaya. Huyo ni ukumbusho kwa wenye kukumbuka. Ndiye maana Mtume akatuhimiza swala. Swala ni katika matendo yanakusaidia kupunguza madhambi yako, wallahi. Kwa hivyo huyo ni mto mwingine wa pili wa kufanya mazuri. Na mto wa tatu, naharul masaibil mukaffira, ni mto wa misiba inayokupata, mazito yanayokupata, matatizo yanayokupata, yanakuwa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kukusamehe madhambi yako. La tayas mahma balaghat awzaruk, usikati tamaa japo madhambi yako yamepitiliza kiasi gani. Fama jaala Allahu taubata illa lilusa, Allah hajaweka tauba isipokuwa ni kwa ajili yetu sisi wakosefu. Ndugu zangu Waislamu, tauba iko kwa ajili yako. Mmoja katika waja wema alikuwa anaitwa Bishru al-Hafi rahimahullah. Alikuwa ni mmoja katika watu wa vurugu katika mji wake, tena katika mji wa Madinatul Munawwara, mji wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mlevi wa kupitiliza, nyumbani kwake ndio ilikuwa mfano wa kabare. Walevi wote wanakusanyikia kwake. Ni mlevi, mwimbaji, zina, maovu yote amemjalia iko. Siku moja, mmoja katika waja wema akaenda kumtembelea. Alipofika mlangoni akakutana kijakazi, mtumishi mwanamke, mtumwa mwanamke, yuko wa Bishr, yuko mlangoni. Yule jamaa akamwambia, akamuuliza yule dada, aswahibu hadha albayt, dada yangu, huyu mwenye hii nyumba, aswahibu hadha albayt hurrun au abd, mwenye hii nyumba ni mtu huru au ni mtumwa? Yule dada akusita, akamwambia hurrun, mwenye hii nyumba niko huru. Yule mjamaa akaambia, umesema kweli, angekuwa ni mtumwa hangeishi maisha ambayo anaishi. Yule dada maneno akamchanganya, ikabidi ende kumsogelea, kamkuta kwenye genge la walevi.
hajaanza kunywa bado, fahamu ingaliki kidogo. Yule dada akamwambia mzee, kuna ujumbe, kuna mtu ametoka hapa ananiuliza, asahibu hadha albayt hurrun ama abd, kwamba mwenye hii nyumba ni mtu yuko huru au ni mtumwa. Bishra akamuuliza, ulimjibuje? Dada akamwambia, ningemjibuaje? Qultu lahu annaka hur, nimwambia uko huru. Akamwambia, akhtati, umekosea. Ni nani huyo mja ambaye amekuja na ile ulizo? Mimi kweli niko huru au ni mja? Sualun is'al nafsaka, ulizo na wewe uliza nafsi yako, ni kweli wewe ni mja wa Allah au uko huru? Tu es libre de faire tout ce que tu veux, una uhuru wa kufanya unachokitaka. Mimi ninachotaka, tuna mithali yetu sisi Waswahili, mithali ya kupingana na dini, eti kipenda roho kula nyama mbichi. Kwani umekuwa mbwa? Umekuwa simba? Hapana, hapana. Iulize nafsi yako, wewe kweli ni mja wa Allah au uko huru ufanye unachokitaka? Bishra alikaa chini akamtafuta yule mja, akamuuliza, uliulizaje? Akamwambia, niliuliza asahibu hadha albayt hurrun ama abdun, mwenye hii nyumba ni mtu yuko huru ama ni mtumwa? Fa in kana hurran, kama yuko huru, faliyafal ma shaa, afanye anachokitaka. Wa in kana abdan, na kama ni mja, falaisa hadha yatasarrafu alabid, anavyoishi sivyo mwenendo wa waja watumwa, sio mwenendo. Bishra linama, ndugu zangu, machozi akamteremka, akakiri kwamba yeye ni mja, na akamwambia, la wallah lastu hurran, wallahi mimi siko huru, mimi niko mtumwa, na ninapenda niishi hali ya kuwa ni mtumwa, na nitaridhika nife hali ya kuwa ni mtumwa. Siko huru mimi, na nitapenda siku kukutana na Allah nikutane na Allah hali ya kuwa mimi ni mtumwa. Wewe endelea tu katika maasi yako, fanya ufidhuli wako, fanya ufisadi wako, nafsi itaondoka. Umemtangazia Allah kwamba wewe uko huru, alafu utakutana na Allah uko huru. Ile siku ndo kweli utajulikana. Satandam, utajuta hiyo siku, wallahi utajuta. Wala yanfa'uka nadam, na majuto yako hayatakusaidia chochote, waja wa Allah, hayatakusaidia chochote, waja wa Allah. Ndugu zangu Waislamu, haraka haraka, muda umeniacha, mniwe radhi. Kijana mmoja, ndugu zangu Waislamu, alichumbia binti wa Kiyahudi, akaenda na furaha mpaka mbele ya mama yake, akamwambia, mama, nimepata mchumba, nataka kuoa. Mama akamwambia, binti wa nani? Mzee gani? Akamwambia, sio katika mji wetu, ni binti wa Kiyahudi. Mama akashtuka, umekosa dada wa Kiislamu wenye kujitahidi mpaka ukatafutane na Mayahudi? Kijana akamwambia, ndio. Unajua vijana wa leo, adabu kwa wazazi imeondoka. Anajifanya ati yeye ni msomi, kwa hivyo anamshinda mzazi wake. Mimi ndio nimempenda na ni shwa yangu, ni uamuzi wangu mimi. Mama akamwambia, huyo si mkubali. Kijana akenda akamleta binti kuja kumtembelea mama yake. Mama akaingia ndani, hataki hata kumuona ule binti. Kijana kwa ghadhabu akachukua kisu, akaingia chumbani kwa mama yake, toka ukamtizame, la sivyo na kuua. Mama akawaza ni utani, akaambia, mimi sitoki. Wallahi kijana alimchoma mama yake kisu, damu ikamwaika. Mama akaanguka chini, nafsi ikahama. Mama aliyemzaa. Mahakama ya Kiislamu ikamshika, wakamkatia kesi kwamba lazima na yeye atauawa, an-nafsu bin nafsi. Ndio mahakama ya Kiislamu hii. Kijana kafungwa sehemu, lakini sehemu alifungwa palikuwa mtu mmoja mfanya ibada na ni msomi. Yule kijana akawa kila siku anamuona usiku, anaamka analia, anamuona ibada, akaanza kumsogelea. Siku moja akamsogelea, akamwambia, ya Sheikh, hivi mimi nikitubia kwa dhambi ya kumuua mama mzazi, Allah atanisamehe?
Allah anatupenda ndugu zangu Waislamu. Sheikh akamwambia kwa nini Allah sikusamehe? Kuwa mkweli tu. Kijana akasema basi wallahi naanza. Aliomba musahafu kwenye chumba chake. Baada ya miezi 6 alihakikisha ameshahifadhi musahafu mzima kichwani. Allahu akbar. Dumuu taibina, machozi ya wenye kutubia. Akaomba kitabu cha hadithi, akaanza kuzimeza hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mpaka ikafikia analetewa tangazo usiku kwamba kesho asubuhi ndo utahukumiwa sasa kufa, utanyongwa. Na huyo usiku ndugu zangu wakamlaza mchumba cha peke yake. Akaomba ruhusa ya kurudi kwa Sheikh. Sheikh, hivi kweli Allah atanisamehe mimi? Naondoka mimi, nakufa. Sijui mimi nitakutana na mama nitasemaje mbele yake. Sheikh akamwambia wallahi kwa mazuri ambayo nimeyaona, abshir. Sikwambii kwa kuwa sina huyo uwezo wa kusema, lakini dalili zote ni nzuri kijana wangu. Umekihifadhi kitabu cha Allah, umehifadhi hadithi za Mtume, mpaka ilitokea hutuba za Ijumaa gerezani. Huyo kijana ndio anakuwa anazitoa. Yeye ndiye alikuwa khatibu. Wakati wa kuja kumchukua, gereza nzima ilikuwa ni kilio. Watu wote machozi, sio muuaji tena, imamu wetu, shekhe wetu, watu wanalia. Hata mkubwa wa gereza wallahi anasoma amri, machozi yanamteremka. Lakini usiku wa kuamkia ile siku ya mauaji, raa fi manamihi, kijana amelala akaota usingizini, anamuona mama yake mzazi. Anamwambia, mwanangu, ni kweli uliniua, lakini wallahi nimeridhia mwanangu, nimeridhia kwa ambao nimeyaona na dua ambazo uko unaniombea mwanangu. Wallahi billahi tallahi nimekusamehe mimi. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, tunayo fursa katika mwezi huu wa baraka. Kijana walimpeleka kwenye mahakama na kweli wakamsimamishia hukumu, lakini watu wote kwa dalili walizoziona wakasema kijana amepata mwisho uliokuwa mwema. Wa anta, na wewe ndugu yangu Muislamu, madha tantazir, unasubiri nini ndugu yangu? Unazo fursa 3, fursa 4 za msamaha wa Allah. Man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga mwezi wa baraka wa Ramadhani kwa imani kwamba ni amri ya Allah na kutaraji malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefanya visimamo katika mwezi huu wa baraka kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. 3, man qama lailatal qadri, atakayefanya atasimama kwenye usiku wa makadara, zile siku 10 za mwisho ukazako itikafu au kaamka kila siku usiku kwa imani ya kwamba ni amri ya Allah na kutaraji malipo kwa Allah, Allah anakusamea madhambi yako aliyotangulia. Na fursa ya 4 ni ya maajabu. Kila siku wakati wa kufuturu Mtume anasema Allah hutoa aufanya deliberation, Allah hutoa msamaha ule wakati wa kufuturu, kama kwamba anamwambia malaika mwenye na kitabu cha watu wa motoni fulani na fulani wangekufa kabla ya Ramadhani walikuwa ni watu wa motoni, kwa saumu wamesaumu leo, waondoe katika hicho kitabu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hatuna budi kusipeleka sala, kupeleka shukrani za dhati kwa Allah na sala na salama kwa mpenzi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa dakika hatuna la kuongeza, hatuna budi kusipeleka sala na salama kwa kiongozi wetu kama alivyotuamrisha Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Imtithala li amri Allah wa hubban li rasulih naqul
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.